Wangapi ambao wametengeneza connection tayari? With the raise of hands. Connections 2, 3, zaidi ya 3. Okay, naomba tujipigie makofi. We shall use a few minutes, lakini mimi naomba ni muulize kwanza Shamsi kama anakumbuka how we met. Just tulipokutana. I remember, yani even in details kutaka nakwambia. Ndio kaka. So we had this session, ilikuwa ikifika mwezi mtukufu, baada ya iftari tunafanya session online free. Alafu mchana tulikuwa tunafanya online Instagram kwa sababu ya watu kupata maarifa. Hata kwenye kufanya online nilikuwa nafanya na Dennis. Yeah, Coach Dennis. Yeah. So Coach Dennis ndo akaniunganisha na Rodrick kwenye hiyo live. So tukafanya live until here we are 6.5 years later. Yeah. We're working together now. Yeah. So what's the point there, kwamba yoyote ambaye unakutana naye huyu ni mtu ambaye anaweza akawa potential kwake. Yeah. So Dennis yeye alikuwa kama connector. Yeah. Na right now tumefanya kazi nyingi sana. Tumeenda Mwanza, tumeenda Arusha, kufanya projects na we have a tour that is. Na unaweza kujiuliza where is Dennis now? Where is Dennis? Dennis kwa hiyo yeye anashanga mimi waunganishe jamani, mbona nyinyi mnanitenga? Yeah. Yeah, lakini we thank God kwamba digital it's a platform ambayo tunaweza tukaitumia. Yeah. Sasa hizo DM ambazo unazipata, how you use your Instagram, your social media, unaweza ukachukulia poa. Yeah. Wangapi tunamjua Madam Leila? Kwa wangapi wamefurahi kumuona leo? Okay. Sasa content yake mnaiona tu online, si ndio? Lakini you can connect with her. So mimi kwa upande wa digital, hata mimi mwanzoni nilikuwa nauchukulia poa. Yeah. A few years ago. Kwa nikana nasema digital kuna wezi, kuna matapeli, watu hawako serious. Kumbe kuna real people ambao wako kwenye digital. He's been a friend of mine miaka mingi sana. Na kuna baadhi yenu humu ndani tumefahamiana kwenye mitandao. Mwaka 2016 niliacha ajira, nilianza kutengeneza magroup ya WhatsApp. Nikawa nafundisha bure kwa wale ambao wanakumbuka. Nikaanza group ya kwanza kabisa ilikuwa seminars and conferences. Then ikaja Friends of Road to Success. Right now tuna magroup kama 17. Community ya watu kama 1800. So unaona how big digital is. Sasa upande wa digital mimi naitumia for connecting. Upande wa digital huyu ndo mtaalamu. Kwa hiyo anaweza akatuelezea kidogo dynamics za kuconnect kidigitali. Kuna siku niliposti content Instagram nikawachanganya vichwa. Mwalimu, kuna saa ueleweki, mara posti bidhaa mara usposti. Yaani nilisema hivi, mitandaoni kuna watu aina 3. Tuwe pamoja, mimi na nyie tumefunga wote. Kuna watu aina 3. Asante. Watu aina ya kwanza ni watu wanashare a lot of informations na hawapati hela. Watu aina ya pili ni watu ambao wanashare just enough alafu wanapata kiasi fulani cha pesa. Alafu kuna watu aina ya 3 hashare chochote, picha yake nikapiga picha kama mimi tu hapa, afu kaposti. Ukimuuliza bro unafanya kazi gani? Tenda ya barabara ya Mwenge ni yangu. Umepataje shehe, mbona hata ufanyi kitu? So hiyo ndo tunazungumza kwenye power of connecting. Lazima uconnect na watu. Hebu angalia simu yako. How many phone numbers umesave? Roughly 100, 500, 1000, si ndio? Tukisema sasa tunataka 1,000,000 sasa hivi. I'm sure utatafuta connection nje ya phone book yako. Uongo? Kweli. Ni kwa sababu una lot of numbers, zero connection. Lot of friends, zero connection. Kwa hiyo tunachotakiwa tufanye ni kwamba ukishamjua Madam Leila, hakikisha you connect with her in human level. Wacha kuwa AI. Bro niaje? Nakuonaga. Unanionaga wapi? Bro vipi? Nakufuatilia. Bro vipi? Uko poa? Napenda content yako, ulisema kitu fulani bana. Mimi bwana ni mhanga wa hicho kitu 1 2 3 4 5. Let's connect and get to know each other more. That's how tunakuwa wanadamu. Tumezungumzishwa hapa na Mheshimiwa Eric Shigongo. Ndio. Tumezungumzishwa hapa na Ahmed kwenye sales. Let me tell you something, ukitoka leo kumbuke.
Biashara sasa hivi imehama from logic iko emotion. Have you noticed content za emotion kwenye social media zinafanya vizuri kuliko content ambazo zina emotion? Sasa hivi ukisema hivi, mambo vipi, biashara yangu nimeleta, nitaitoa bure, utachangia shilingi 1000, zero engagement. Chukua content sema, jamani huyu ni mke wangu, huwa ananiombaga hela. Sasa leo nataka nikafanye public speaking na yeye, afu content creator. Oh, I love you too guys, you see? It's just emotion. You understand? So why emotion? Because watu wanataka human connection. That's why it's very, very important to treat every contact uko nayo, every person you meet in human level. Connect with people. Do not become AI. Watu wengi ni AI hapa. Kuna mtu kaniambia Shamsi na kuangaliaga tu. Hamna tulicho connect. Kansemesha tu. Hamna yani sina nitakachokumbuka kwake. But niambie kitu kizuri. Unajua Dukoro unaona ule upara wako leo unaupenda kweli. I'm like, "Ah." Wakati tunaandaa event ya TBF, huyu bwana nilimletea strategies za kutangaza event. Msululu nikamwambia tutafanya sponsored ads, tutaenda kwenye media, tutalipa matangazo, clouds, sijui FM na nini. Akaniambia brother, hivyo vyote hatufanyi. Nikamwambia kakaangu hii event bwana tumelipa ukumbi. Akaniambia hatufanyi hivyo vitu vyote. We are going social media and we are going organic. Yeah. Sio kama mnaelewa jamani. So wale ambao wamekuwa wanafuatilia content za Tanzania Business Forum, account yangu, account yake, account ya Oasis Technologies, account ya Road to Success, hatujatumia shilingi hata hii kwenye mass media. Sio kama tunaelewana jamani. All we did was content na watu walikuwa na connect na sisi. Yeah. Na juzi umepost content moja imezaa taharuki, imeleta taharuki. Tuko tuna swali she. She ulishika mkono kushoto juu she Bakara. Yeah. Unajua, let's say tuna marafiki 10. Alafu unataka kufanya biashara. Kila rafiki mmoja ana watu 1000. So how many people do you have? How many? Una marafiki 10. Kila rafiki mmoja na watu 1000. So una jumla ya watu wangapi? 10,000. Now, achana na followers wa Instagram. 80% ya social media users sio buyers. But they are the ones ambao wanakupa credit ili buyers wanunue. Kama unafanya biashara from now on, remember decision makers wako ni Gen Z, ndio anaambia yule mama, "Nunua naaminika, wewe nunua kwake." Yule mama ananunua. So, wale marafiki ulionao, achana na followers, wale marafiki ulionao, waambie tu hivi, nina hii nguo na iuza. Post kwenye WhatsApp status yako. Ahmed, kuna hii bidhaa nayo, post kwenye Instagram yako. Ahmed ana 1,000, ana 1,000, ana 1,000. How many people you reach? That is organic marketing. Sasa wewe unakazana sponsored, nimeweka $2 haijalipa, $10 haijalipa. Instagram is business. It needs money. When you spend $50 unakupa matokeo. Ukiendelea unakwambia 50 itosha, ongeza hela share lake tukupe matokeo. Have you noticed unazidi kwenda juu? Tukipiga hesabu calculation unajua kuta unafanya biashara kwa hasara. Now we go back to the issue here. You are not connecting na watu. Have you noticed haujawahi ku retain wateja? Retaining customer inahitaji nurturing. You need to nurture your people. Talk to them. Ongea nao. Piga nao story. Siku moja acha kuposti viatu. Andika tu pale tu hivi. Leo bana na hamu kula biriani. Sema tu nimefunga. Mwenzangu unajisikiaje? Utasikia ila na Dukoro bwana. You connect in human level. Sasa power of connecting itakupa mambo matatu kama sio matano. Nitasema matatu. Jambo la kwanza, mimi nimekutana na Rodrick Nabe kupitia mtandao, alafu nikakutana na Mr. Kombo kupitia Rodrick Nabe. Mr. Kombo ameshaichangia Duka Huru office hela ya kupiga rangi. Mnaona office inang'aa tu. Watu wameshachangia hela huko na sija. Ule mzee kwa wapi bwana? Mzee Kombo kwa wapi? Yule pale. Ule baba akiingia tu, vipi hapa? Taa haijaiko, ongeza taa. Cha. Kashia upo, hebu simama mwasibu ukoone. Anapewa pesa. Why is that? Power of connection. Mr. Kombo anaanza kuambia mic imesumbua, itakupa stand nyingine. Analeta. Oasis Technologies wameweka mfumo wa kusimamia wafanyakazi ofisini na kusimamia mauzo na kadhalika. Connection. Through Rodrick, I met Mr. Salim Babdi. Mlisikiza video yake pale. Ni director wa Camel Oil. Yule bwana akaniambia, Shamsi na mimi nitakuchangia kwenye podcast. Akatuma $1,000,000. I never asked for that money. Why? Because connection. Sasa hivi I don't care mtandaoni ukinitukana na kuangalia sasa una njaa. Have people.
So now mtu akiniambia network yako, naambia it's very tough, very heavy because I have heavy people, you see. Kwa hiyo let's just not live on social media, tusiishi kama AI. Hebu tengeneza mahusiano ya kweli ya watu. Yeah. And that's the whole idea of power of connection. Yeah, kaka, maybe as we finish, wangapi ambao wametumia mfumo wakati unakata ticket? Mfumo wa TBF wa kukata ticket. Naomba tunyoshe vizuri. Okay? Naomba tuwape makofi Oasis Technologies jamani. Pale. Na Yusuf ndo alikuwa the man behind the system pamoja na team yake. Kwa hiyo asante sana Yusuf you have upgraded us, kwa sababu TBF season 1 na season 2 tulikuwa tunatumia system ya kawaida manually, kwamba mtu analipa, tuma muamala wako kwenye WhatsApp, si ndio alafu tunamwandika kwenye karatasi. Tukasema now that is, ndio maana tunaenda kidigitali. So when you learn to connect with people na ukatumia platform za kidigitali kama leverage, you become unstoppable. Kwa hiyo tujifunze namna ya kuleverage zile platform, lakini lazima tujue tabia za watu. Kwenye kitabu huku nimeandika 15 weird behaviors za binadamu. You go and read about it. One of the behaviors ni kwamba binadamu wote, hata mimi, tunapenda umbea. Kweli sio kweli? Kama upendi umbea, sema wewe utakuwa muongo. For example, if wale ambao wananijua then nikaanza kupiga story na Catherine, tunacheka, tunapiga high five, wataanza kujiuliza wanasema nini hao? Au wananisema huyu Catherine ni nani huyu? Si ndio jamani? So we want to know, that is why we follow reality shows. Yeah. Si ndio Shamsi? Yeah. Tunazifuatilia sana, Millard akiposti, sijui udaku nini. Hiyo ni tabia ya binadamu. Ujue kabisa kwamba binadamu wanapenda umbea. Then leverage that. Leverage that. Yeah. Kutengeneza connection because they want to know. So hizi ziko humu ndani, utakuja kuzisoma huko baadaye. Kuna mistakes ambazo tunazifanya when we connect. You've met the person for the first time. Na rafiki yangu Michael Maundi, professor wa hesabu, kama una mtoto wako anasumbua kwenye hesabu, yule pale. Naomba Michael simame. Mkurugenzi wa MTS. Wangapi tunamjua? Michael, angalia hiyo mikono. Unaona? Yaani kama una mtoto ana kichwa kigumu kwenye hesabu, that is the solution. Si tumekuja kupata solutions jamani Yeah. That is the solution. So kama unatumia mitandao vizuri, Yeah. na unajua kuconnect na watu, you're going to be unstoppable. Na kuna ways ambazo you can connect na watu easily kupitia mitandao. Jana nilishare moja wakati tuko hapa tunafanya maandalizi, nikasema mimi kuna vijana wengi wanakuja DM. Duka Huru mwalimu, mimi ni graphic designer, nitapenda sana kufanya kazi na wewe. Mimi pia ni architect. Yeah. You see, graphic designer, chukua logo, chukua picha yangu, niwekee miti kichwani, nitasema umeniwekea miti kichwani, njoo nikupe kazi nzuri. Lakini no proof. So kuna ways of connecting na watu kupitia mitandao ambazo tunasemaga zile cold DMs lakini inaweza kawa sio cold DM. Hebu ingia kama wewe ni graphic designer, wewe ni architect, wewe ni mwandishi, andika little short summary. This is Madam Leila. Mwambie Madam, some article, ukimaliza I would love to have 5 minutes with you. Akisoma sikia, oh my god, this is very very nice. Wewe uko wapi? Mta connect. You can't connect na watu empty hand. Kwa hiyo kuna ways of connecting. I think kwenye hii ya how to connect on social media, I think we need sessions. By the way, kuna sessions ambazo zinakuja after the event. So tuna bootcamp tarehe 9 March. Tarehe 9 March, and then kuna masterclass tarehe 28 March. So for the VIPs bootcamp ni 3,500 3,500, ila VIP wote wataingia for free. Ni physical session, inafanyika ofisini Mikocheni, ni siku 7 mfululizo. Lakini kama it's necessary kuondoka kikazi, sisi tuna vifaa, utapata session live online. Kwa hiyo just for you guys, VIPs free.
So for the VIPs you have got a bootcamp bure. Yeah. So kuna mtu alikuwa ananiambia what is the difference between VIP na normal? Ndio hiyo jamani. Yeah. VIPs pia mtapata masterclass bure. Kwa sababu masterclass ni tarehe 28. So before 15th March ni 20. After 15th March ni 50. Sawa? So the VIPs na nyinyi mmepata access ya masterclass. Ordinary unawaacha. Ordinary mnasikia unyonge. Angalia mnavotia na sura zenu. So sisi tuna online class inaanza tarehe 2 March, ni online, sio physical. So wale wa ordinary sisi kama Duka Huru tutaenda kwa accommodate pia na nyie. It's how many days? 4 days. Kwa hiyo ni online session ya 4 days. Kwa hiyo before you go mtamcheki Jeremiah au program manager wetu pale atakulisti, utapewa link na taratibu for that. So tunachotaka ni kama alivyosema Shigongo, uplifting each other. Najua sisi Africa tumezaliwa kwa kuambiwa, unamwona Ahmed, be careful of it. Lakini in reality ingetakiwa partner with him. So unajua kwa sababu riziki ni kubwa. Ndio maana sisi Duka tunasema let's all win. Riziki ni kubwa. Kuna mteja mimi hataki kuniona hanipendi. Huyo Duka Huru mimi simpendi na komwe lake yule. Lakini nilivyopartner na Rodrick, nitaenda kwenye event basi tu. Kunaona tuko hivyo. Ni test ndio Mungu alivyotuumba. Kwa hiyo mnavyopartner unaongeza chance ya wewe kufanikiwa badala ya kutokupartner. Kuna mifano mingi sana ambayo muda tu hautoshi, lakini unajua Honda alikuwa mfanyakazi wa Toyota. Okay. Akamwambia Toyota, I have this idea, I don't want to hear. I have this, I don't, haina shida, akaenda kufungua Honda. Mnajua PlayStation ile? Alikuwa anafanya kazi Nintendo anacheza Game Boys ile. Akamwambia kuna idea, sita kusikia, akafungua PlayStation. Lots of stories. Hata huyo Airbnb kuna kitu alifanya naye. Netflix alienda kufanya kazi Blockbusters, akawaletea idea wakakataa. So wange partner, just imagine wange partner, wangekuwa kubwa kiasi gani. So you should know. Kwa hiyo partnership lakini pia networking ni kitu muhimu sana. Mimi have been doing this. Niliwahi kuajiriwa Rodrick, you know. Nikaondoka kazini na kiburi, kajitia uvulana. Ilininyosha. Lakini nimekuja kujifunza watu unaokutana nao ndo wana shape future yako. Kuna mambo matatu ambayo ukitoka hapa kayabadilisha Rodrick Samani. Ndio. Jambo la kwanza, toka ile mazingira ukiwa na 10,000 nakwambia tajiri, toka ile mazingira. Sio mazuri. Toka mazingira ambayo they always belittling you. Yaani wewe kama Duka Huru, toka ile mazingira. Toka ile mazingira ambayo watu wanasengenyana. Toka mazingira wanalaani, babu wetu ndo alikoseaga. Babu kashakufa miaka 68 iliyopita. Kwa hiyo toka ile mazingira. Tatu, omba Mungu sana akupe wenza na marafiki wa maana. Kwa sababu katika watu wanarudisha watu nyuma ni wenza na marafiki. Network na watu wapya. The problem is, mimi niliambiwa ile jambo, Shamsi, shida yako wewe utaki watu wapya, unaogopa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna line moja ipo, Rodrick, I'm sorry, mimi speaker. Kuna line ipo ambayo that line will test if you are ready or not. Ndio. Tukifanyaga maisha, ukifika kwenye line, unaanza mtandao anasema nitapeli. Nifanye kazi vizuri anasema nitapeli. Unaanza wenge, upepo, pressure. Sasa that is your subconscious telling you go back to where you are comfortable. When you go where you are comfortable, that is where umaskini upo, matatizo, lawama. But beat that uncomfortability, get up. Ondoka wewe, be uncomfortable. How stressful do you think president yupo? There is no success in comfort. Hakuna. Jamani, muda wetu ni mchache sana, lakini today is just a day. Ni siku moja. Hatuwezi kujifunza kila kitu. That is why tunatengeneza programs endelevu. Siku 7, siku 4, mwaka kuna mentorship program ya mwaka 365, kuna PMP program, hizo ni za mwaka mzima. So you can join those programs.